kuhusu rufaa zilizowasilishwa na walalamishi kadhaa waliotaka kuondolewa kwa majaji kwenye tume hiyo. Miongoni mwa walalamishi ni aliyekuwa rais wa chama cha mawakili nchini LSK Nelson Havi, aliyekuwa waziri na wakati mmoja katibu mkuu wa chama cha Jubilee Raphael Tuju, na mawakili kadhaa wanahusishwa na kampuni ya wanasheria ya Jaji Ahmed Nasir Abdullahi ambao wamezuiliwa na kudumu mbele ya mahakama hiyo. Ikumbuka Aprili mwaka 2025, Jaji Lawrence Muganga alimwagiza Jaji Mkuu Martha Koome kubuni jopo hilo kusikiliza na kuamua kesi inayotaka majaji kuondolewa kwenye tume hiyo. Mahakama moja jijini Kisumu imemhukumu mwanaume mmoja miaka 20 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya wizi wa kimabavu. Michael Onyango Ocheng maarufu Jonyo alishtakiwa kwa kumwibia John Okaka Mei 11 mwaka jana katika eneo la Manyata. Kulingana na stakabadhi za mahakama, Okaka alivamiwa na wanaume watatu walikuwa wamejihami kwa silaha butu mwendo wa saa 1 asubuhi na kumpiga kichwani kabla ya kutoweka na simu mbili na pesa taslimu. Ofisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ODPP inasema ripoti ya madaktari iliyowasilishwa mahakamani ilithibitisha kwamba Okaka alijeruhiwa vibaya. Hakimu mkuu wa mahakama hiyo Dennis Ogal aliridhia ushahidi huo akisema kwamba umeonyesha wazi jinsi Ocheng alivyokuwa na dhamira ya kutekeleza kitendo hicho. Kwa mara nyingine, mawakilishi wa wadi wa bunge la kaunti ya Nyamira wametilia shaka ahadi ya kujikokota kwa mradi wa ukarabati wa barabara katika kaunti ya shule ambayo inaendeshwa na serikali tendaji. Wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge hilo George Abuga, kiongozi wao ametia doa mpango wakisema kwamba licha ya wawakilishi wadi kuratibu jinsi wadi zote 20 utakaponufaika, gavana wa kaunti ya Amos Nyaribo aliratibu vingine na ambao huenda ikasababisha baada ya maeneo wadi kutengwa. Hali hiyo imemfanya spika wa bunge hilo Thaddeus Nyabaero kuagiza kamati ya utekelezaji kwenye bunge kuchunguza suala hilo na kuwasilisha ripoti kamili kuhusu kilomita za barabara zinazoratibiwa na matumizi yote ya fedha kwenye mpango huo.